Tumepata swali kutoka kwa ndugu yetu anatokea Rwanda. Huyu anaitwa Niyonzima. Yeye ana maswali mengi, lakini moja ya swali lake anauliza, anasema mke wake anatoa harufu mbaya ukeni kila wakati. Yani mke wake hana la, harufu inayotoka ukeni sio harufu ile ambayo yeye ameizoea kama wakati wako miaka mingi, ni mke wake wa miaka mingi. Sasa anasema nini dawa ya tatizo hili la kutoa harufu mbaya ukeni? Asante ndugu yetu Niyonzima kutoka Rwanda kwa swali lako. Ndiyo, kwa sasa wanawake wengi wanakabiliwa na hili tatizo la kutoa harufu mbaya ukeni. Hii inatokana na mtindo wa maisha kubadilika. Kwanza, watu wameacha kutumia asili na badala yake watu wanatumia artificial. Wanawake wengi wamekuwa wanatumia vitu visivyofaa katika maisha yao ya kila siku. Tuliwahi kufundisha mara kwa mara, uke sio sehemu ya majaribio, uke sio sehemu ya kuingiza vitu, uke sio sehemu ya kwenda kupafanyia wewe utaratibu wako unaotaka. Yani uke sio kama uso, unasema utautia makeup utapendeza, unausema utaupaka wanja utapendeza. Uke haupakwi wanja, uke hautiwi makeup, uke hauchongwi nyusi. Uke una tabia ya kujiweka sawa wenyewe ndio unajifanyia mambo hayo yote. Sasa kutokana na tabia za namna hiyo, wanawake wengi wamekuwa nakabiliwa na kutoa harufu zisizokuwa nzuri ukeni. Kwa nini? Kwanza, wanajisafisha na sabuni zenye manukato wakiamini watatia ile harufu nzuri katika uki. Hilo ni kosa. Wanaweka vitu mbalimbali katika uki wakiamini kwamba ndio watawavutia wapenzi wao au watakuwa bora zaidi. Kuweka kitu chochote katika uki ni hatari. Unaubadilisha uke kuutoa kwenye asili yake na kuingiza katika vitu vya ovyo, na hatimaye muda sio mrefu utaanza kutoa harufu mbaya. Kwa hilo ndio tatizo linalowakabili. Lakini tatizo hili linaweza kuisha kama mtu ataamua kurudi katika asili. Kwa nini? Uke huwa unatoa ute kutoka katika tezi zake zilizopo katika kingo. Ute huu unafanya kazi ya kuusafisha uke. Kila baada ya dakika 30 uke unatoa ute kutoka kwenye tezi zake zilizokuwa kwenye kingo, na huu ute unaenda kufanya kazi ya kuusafisha uke. Kwa hiyo uke kila baada ya dakika 30 unajisafisha. Na unasafisha nini? Unasafisha kutoa bakteria. Kwanza tufahamu, katika uke kuna bakteria wazuri ambao wapo kwenye uke kwa ajili ya kuprotect uke juu ya mambo mbalimbali. Hawa bakteria hawatakiwi kutoka. Sasa unapotia vitu, sabuni kali zenye kemikali kali, maanake unaenda kutoa bakteria, na lazima utoe harufu ya kitu kingine, sio harufu ile ya uke. Kwa hiyo uke wenyewe unatoa bakteria wasiofaa kwa kutoa haya majimaji yaliyokuwa yanayotoka katika tezi maalum zilizopo katika kingo zake za pembeni za uke. Kwa hiyo yanafanya kazi hiyo. Lakini kazi nyingine, majimaji haya yanakwenda kuondoa seli zilizokufa. Kwa kawaida kuna seli ambazo zinakufa kwa binadamu na kuna seli zingine ambazo zinazaliwa. Sasa zile zinazokufa unakuwa ni uchafu. Kwa hiyo uke unasafisha ule uchafu kwa kutoa kwa kutumia haya majimaji yanayotemwa na hizi tezi maalum zilizopo kwenye kingo za uke. Lakini jambo lingine, uke unasafisha uchafu mwingine wote uliokuwepo. Yaani kwa kifupi, uke ni kama bahari, haikai na uchafu. Yaani ukiuona uchafu, ukiupa muda unatolewa wenyewe na uke unakuwa uko safi. Lakini hali hiyo inatokana na unywaji wa maji. Mpenzi na mdau wetu Niyonzima kutokea Rwanda, mshauri mke wako anywe maji mara kwa mara. Kukwepa kunywa maji kwa mwanamke ni hatari sana, na wanawake wengi wanapata harufu mbaya ukeni kwa sababu ya kukwepa kunywa maji. Unywaji wa maji wa mara kwa mara unasababisha kwenda kutengeneza ule ute unaotolewa kila baada ya dakika 30, unaotolewa na zile tezi, unatolewa kwa sababu ya unywaji wa maji. Yale maji yanapoingia mwilini, moja ya kazi yake yanakwenda kutengeneza ute wenye dawa unaotolewa na zile tezi za uke kwa ajili ya kuusafisha uke. Kwa kukwepa kunywa maji ni hatari sana. Niyonzima,
mshauri mke wako, uke wake unatoa harufu mbaya kwa sababu ya kutia vitu vilivyokuwa na kemikali, kwa hivyo anauondoa kwenye asili yake. Badala yake mshauri awe anakunywa maji mengi sana kwa siku, asipungue lita 3 ya maji. Akifanya hivyo kwa muda wa siku 15 bila kutia kemikali yoyote katika uke utarudisha harufu yake ya asili na utanukia kiuke, na hatimaye atatoa ile harufu mbaya na atakuwa yuko vizuri. Wakina mama, jitahidini kunywa maji. Maji yana kazi nyingi sana katika mwili. Miongoni mwa kazi zake ni kusaidia damu kusafiri vizuri katika mwili, lakini uke unajisafisha kwa kutumia maji. Hayo maji ni miongoni mwa maji unayokunywa wewe, ndio yanakwenda kutengeneza maji ya kujisafisha, ya kusafisha uke. Asante ndugu yetu Niyonzima kutoka Rwanda kwa swali lako. Kama una swali lolote, tuandikie hapo chini kwenye comment swali lako, nasi tutaliona kisha tutakujibu. Sisi ni Kimimbi Herbal Clinic, wataalamu wa tiba mbadala, kwa tiba pamoja na ushauri. Karibu sana kwenye kliniki yetu. Karibu.